future ya pesa. Kwenye picha linaanza, tuna session yetu inaitwa picha linaanza, tulikuwa tunazungumzia issue ya pesa na tumeongelea future ya pesa kwamba ilipotoka kutoka kitu halisi kwamba ilikuwa ni barter trade, tukaingia ile mpaka ikaja kwenye dollar standard. Marekani mwaka 71 pale akaivurugua, ndio tukaingia kwenye pesa ambayo ni karatasi tu. Sasa hivi tunaingia kwenye pesa ambayo ni tarakimu tu. Yes. Unahisi dunia ni salama? Na kuna hizo tarakimu zenyewe tuzielewi. Alianzisha kwa mfano mzee Nakamoto alianzisha Bitcoin, hata hajulikani hadi leo. Dunia inaelekea kwenye mpasuko mpya wa kifedha. China na Urusi wanapigia promo matumizi ya sarafu mbadala, fedha za kidigitali, central bank digital currencies au hata sarafu, lakini imani ya watu dhidi ya mfumo wake wa blockchain ndio unaotengeneza thamani yake. Sasa basi, kuielewa kwa ufupi, kama haujawahi kabisa kusikia Bitcoin, hii ni pesa mpya ya mtandao, yani tofauti na M-Pesa ama bank ama Airtel Money na kadhalika. Hii Bitcoin ni hela ambayo hakuna sehemu yoyote utaenda kutoa hela na kushika mkononi. So malipo yote yanatembea kidigitali, ndio maana wanaita cryptocurrency. Hiyo ni kwa ufupi na rahisi. Unaweza ukahisi ni kama huduma hizi nyingine za kutumia na hela kwa simu. But kama nilivyokuambia, hakuna sehemu yoyote utakapoenda kutoa hiyo hela. Bitcoin haina wakala, na kwa taarifa yako, mwanzilishi wake pia hajulikani. Nobody actually to this day is able to say who this creator was. Okay. Kwa sisi ambao unatuita ma conspiracy theorist, Nakamoto ni mtu ni NSA, National Security Agency ya Marekani. Yes, kwa sisi ambao tuko kwenye dunia hii tunafuatilia, ni wao. Na waliotengeneza Bitcoin ni NSA ya Marekani. Watu ambao hujui NSA ni shirika dada la CIA. Umeona Yes, ni moja ya shirika bora kabisa kwenye cyber warfare na vitu kama hivyo. So unakumbuka nilivyokuambia kwenye issue ya dollarization, nikakwambia ina layers. Kwa hiyo kuna layer hii ya juu ambayo tunaiona na mifumo na nini, lakini kuna layer inayokuja ambayo ni New World Order, ambayo huko ili uielewe inabidi kidogo uingie kwenye eschatology, ambayo ni elimu ya mwisho wa dunia. Kwa hiyo New World Order inabidi wabomoe mfumo. Unaona kinachoendelea na UN, Marekani, dola na nini, it's by design, sio bahati mbaya. Wanaibomoa na mfumo huu ili kuja na mfumo mwingine. Kuna kitu nilikiongeleaga kinaitwa the Hegelian dialectic, ambayo ni thesis, antithesis na synthesis. Sawa? Ni mfumo wa kuna tatizo, unakuja na kitu ambacho kinapingana na hicho, then unakuja na solution, lakini solution yenyewe ni solution ambayo inaanzisha tatizo lingine. Kwa hiyo inakuwa ni loop. Kila siku mnajikuta mko kwenye gurudumu, tatizo solution ambayo haifai na yenyewe inaleta tatizo lingine, hivyo inakuwa ni solution. So imetengenezwa ili kuja, sasa tuko kwenye maandalizi ya New World Order. Ndio tunaelekea, tuko kwenye siku za mwisho. Tunapoelekea ni digital currency, CBDC, Central Bank Digital Currency. Hii unayoona kina Bitcoin, unayoona mobile money ambayo tunatumia sana sisi kwenye simu zetu na vitu kama hivyo, ni maandalizi. Itakuja mfumo ambao Ulaya currently huruhusi kuwa na pound euro 1000 ya karatasi. Zaidi ya hiyo ni kwa simu digital. Umeona? Ukienda benki unataka ku withdraw pound 1000 au 2000 au euro nini, wanakushangaa, wewe vipi? Wanaanza kukuhoji. Wanataka kila kitu kwa digital currency is control, wanakucontrol wewe. Wanajua uko wapi, umekata ndege unaenda wapi, umepanda daladala unaenda wapi, umenunua soda baa gani, wanajua lala kwenye guest gani. They have total control yako wewe, wanajua kila kitu. Kwa hiyo tunapoendelea ni kujua hii, na maandalizi yanayokuja ni digital currency, ambayo sasa ukiingia kwenye mambo ya eschatology, mambo ya mnyama, hutoweza au kuuza wala kununua bila alama ya mnyama. Kwa hiyo watakuwa na full control Wasema 666. Yes, ndo New World Order inakuja, kina World Economic Forum. So mfumo unakuja sasa kwenye New World Order, ambao ndo utakuja kwenye digital currency, ambao watakontrol kila kitu. Leo hii wewe kama hela yako yote iko kwenye simu, mimi nikikuzuia wewe
Yani ukienda ukikuona unaongelea vibaya serikali, tunaminya ndui, hela yako yote imepotea. Lakini DJ Sma hapo wazee wa conspiracy theory. Kuna niwape mfano mmoja kwamba kwa mfano kwenye digital currency moja ya kitu ambacho kinaondoka ni kwamba ni udhibiti wa serikali. Kwa mfano benki inakuwa haipo. Mimi nikiwa na wallet na wewe ukiwa na wallet, pesa inafika direct bila mtu wakati. Inakadiriwa hadi kufika 2030 huenda tukashuhudia mfumo wa dunia wa fedha ukabadilika kabisa. Kitu cha tofauti kuhusu pesa ya digital ni kwamba ile imani ya wengi haitakuwa kwa serikali tena kama ilivyo noti au coins, ila itakuwa kwa mfumo wa kompyuta. Ndio maana ukitumia sarafu za kidigital hakuna makato yoyote, kwa sababu hakuna taasisi ya pesa ya serikali kama benki au mtandao wa simu unaosimamia hiyo transaction. Ina faida na hasara zake, lakini unategemea imani yetu na sio kitu halisi. Kwenye live na jina Alan Kingdom, Marekani mwenye asili ya Tanzania na aliyewekeza kwenye cryptocurrencies, alituelezea jinsi ambavyo anaamini cash itaendelea kuwa king, lakini tuendako pesa nyingi zinakuwa digital. Kwa hiyo mimi niko kwenye NFTs na niko kwenye coins nyingi tu ambaye ni madogo, lakini naona kwamba zitakuwa kubwa. Mimi nafikiri ni future. Yani hamna jinsi dunia haitatumia cryptocurrency kwenye nchi zote. Na ukichelewa unakuwa wa mwisho. Si unajua, yani ukichelewa utakuwa wa mwisho. Hiyo ni obvious. Mimi naambia watu wote, hata watu weusi wa huku wako mbele kidogo, kwa sababu watu weusi wa huku wana asilimia kubwa zaidi kutokana na watu wengine kuingia. Kwa mfano watu weusi wa huku ni asilimia 11 wana hiyo cryptocurrency, na hiyo asilimia ni kubwa kuliko kabila nyingine. I think serikali nyingi wameshafika mahali kukataa, lakini unajua kitu ikishakuwa na miguu huwezi kuikinga, kwa sababu imeshafika stage ambayo huwezi kuikinga. Ni kujua utadili nacho kivipi, kwa sababu ilivyojengwa ni watu ndio wana uhuru, na watu ndio they have that power. Sasa hivi ina go against banks because inawaibia biashara. Sasa kama mimi nataka kukutumia 50 hapa kwa crypto, hamna mtu katikati. Wewe uko Tanzania, mimi niko hapa. Sasa tukitaka kufanya hivyo na cash au na banks, yani tutakatishwa mafi ngapi, na inabidi tuombe ruhusa kwa watu wangapi kutransport hiyo hela kutoka huku mpaka pale. Yani inakuwa headache sana. Sisemi kwamba physical sio nzuri. Cash is always going to be cash. Yani huku wazungu wanamsema cash is king. Kwa hiyo unaweza kuwa na credit, unaweza kuwa na crypto, lakini cash will always be king. Because kama unavyosema hapa, unaweza kutoka nyumbani unaitumia kununua hiki, cash iko the most liquid. Kwa hiyo yani matumizi ya cash itabaki kuwa number 1, mimi naona. Lakini mimi nafikiria cryptocurrency iko ya pili. Na nafikiria matumizi yake yanahitajika sana. Kwa hiyo pesa ni imani kuu duniani. Tunatofautiana imani za dini, lakini imani yetu ni moja kuhusu pesa. Na hiyo imani ndio kitu pekee kinachofanya pesa inakuwa na thamani na kufanya kazi. Na sasa iko kwenye mapambano ya mwisho dhidi ya historia, kuelekea kuwa tarakimu zilizo kwenye simu au kompyuta yako. Ukiona message imeingia, imethibitishwa umepokea milioni 1 kutoka kwa mtu fulani, kinachokufanya ufurahi ni ile imani kwamba ukizihamisha zile tarakimu unaweza kupata chochote unachotaka, ikiwemo cash au bidhaa. Ina faida na hasara zake. Kujua zaidi kuhusu cryptocurrencies, unaweza kufuatilia episodi yetu kuhusu Bitcoin, tulikuelezea deep. Hii ni madini.com.